Yafahamu maeneo hatari zaidi duniani ambayo binadamu amepigwa marufuku kufika maeneo hayo. Eneo la kwanza likiwa ni Chernobyl linalopatikana nchini Ukraine. Chernobyl ni eneo lililoko kaskazini mwa Ukraine karibu na mpaka wa Belarus. Mnamo Aprili 26 mwaka 1986, hapa palitokea moja ya ajali mbaya kabisa za nyuklia duniani ambayo bado mpaka sasa inafahamika kama ajali ya Chernobyl. Ajali hii ilitokea katika kituo cha nguvu cha nyuklia kilichokuwa kikipata na kutoa umeme kwa kutumia nguvu za kinyuklia. Siku ile wafanyikazi walikuwa wakifanya jaribio katika reakta namba 4 ya kituo hicho, ambapo walipanga kupunguza nguvu ya reakta ili kuona jinsi mfumo wa umeme unavyofanya kazi. Wakati wa hali hiyo, hapa mainjinia kama sisi tunaweza kuelewa kwa urahisi, lakini kwa sasa tuendelee na simulizi yetu. Kutokamana na mchanganyiko na makosa ya kibinadamu na kasoro za kiufundi kwenye muundo wa reakta, jaribio hilo liligeuka na kuwa janga kubwa. Kwa ghafla, kulitokea mlipuko mkali uliovuruga mfumo mzima wa reakta na moto ulizuka ambao haukuweza kuzimwa kwa muda mrefu. Mlipuko huo ulitupa mionzi mingi ya nyuklia hewani. Mionzi hiyo ilisambaa kwa haraka na kufika maeneo ya karibu na hata nchi jirani kwa sababu ya upepo na hali ya hewa. Mji wa Pripyat ambao ulikuwa makazi ya wafanyikazi wa kituo hicho na familia zao ulipata madhara makubwa na watu walihamishwa haraka sana baada ya ajali hiyo kuweza kutokea. Mionzi ya nyuklia iliyotokea hapo ilikuwa ni sumu sana kwa viumbe vilivyo hai, kwani ilisababisha magonjwa kama vile saratani ya kongosho. Serikali ya zamani ya Umoja wa Kisovieti iliweka eneo la kilomita 30 karibu na kituo hicho kama zona ya kutengwa, almaarufu kama exclusion zone, ambapo hakuna mtu anaruhusiwa au kuishi kwa muda mrefu kutokamana na mionzi hatari hiyo inayopatikana mpaka hadi wa leo. Hata hivyo, jambo la kushangaza ni kwamba kuna msitu ulioweza kuchipuka eneo hilo, na wanyama wengi wanaishi humo, kwani mfumo jeni wa wanyama hao umeweza kujitawisha na kuweza kuhimili mionzi hiyo. Mfano, paa anayepatikana humo, basi akiliwa na mnyama ambaye anapatikana nje ya zona hiyo anaweza kufariki, kwani mnyama huyo bado ana sumu ya nyuklia. Naam, kufikia hapo sina la ziada, bali tu ni kuweza kutamatisha simulizi hii iliyoandaliwa na kutayarishwa na Almas Tuma almaarufu kama Presenter Almas. Kupata simulizi hizi na zingine nyingi, tembelea ukurasa wangu wa YouTube @Presenter Almas. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment na kulike video zangu. Hadi wakati mwingine kwa simulizi nyingi kama hizi.